Paka sasa msaada ambao wameweza kupata mwamba Benjamin Netanyahu, kiongozi wa nchi ya Israel, ambaye kwa sasa yupo kwenye wakati mgumu, ni kufahamishe moja ya plan B ambayo wameweza kuipata na imezidi kusapotiwa, na hiyo muonekana ni kama ishara ambayo Donald Trump anataka kutoa msaada, na ametumia akili ya kumtumia mwanasayansi wake. Na huyu tunafahamu historia ya Raymond Kurzweil ambaye ni mwanasayansi kutoka nchi ya Marekani, na tayari alishawahi kupokea tuzo tofauti. Sasa inakuwaje Raymond Kurzweil aweze kumpa msaada ma plan B kiongozi Benjamin Netanyahu wa nchi ya Israel ambaye kwa sasa yuko kwenye wakati mgumu? Na unaambiwa katika plan B aliyokuja nayo ni airplane technology, ambao yeye kama yeye anaamini sasa kwa mbinu ambayo atampa mwamba Benjamin Netanyahu ambaye kwa sasa yupo katika shambulio kubwa sana na nchi ya Iran kwa mwamba Masoud Pezeshkian, ambaye ameonekana kuwa yuko serious na vita anaitaka, lakini pia na pambano hataki kuliacha bila ya kushinda. Kwa hiyo ni wazi kabisa kwamba Israel imekuwa ikipewa nafasi ya upendeleo kuweza kusaidiwa na Marekani, na hii ni ishara ya Donald Trump kwamba hajataka kujidhihirisha kwamba anamsaidia Muisrael, lakini ametumia mbinu mbadala kumtumia mwanasayansi wake, kwa sababu huyo ni mwanasayansi anatokea nchi ya Marekani, na ni wazi kabisa Marekani na Israel ni kama mtu na baba yake. Kwa ni issue ambayo imeonekana kwamba ni lazima tu ameweza kumtuma, na huku akiweza kumpa mbinu ya kutumia pia airplane technology kwa kutumia pia sehemu kubwa ya maji, yani kama ni njia ya baharini, lakini pia na sehemu ambayo wanaamini kabisa kwamba ndani ya nchi ya Iran, yani wanaweza kaiteketeza kwa kutumia mbinu ya airplane technology kwa kutumia pia eneo la anga, lakini pia na eneo la maji. Licha kwamba wameamini kwamba eneo la anga limekuwa liko public sana kuweza kujulikana na upande wao ama wapinzani wao kwamba wanaweza kutumia njia hiyo, lakini kwenye airplane technology kwa kutumia njia za maji, basi wanaamini kwamba wanaweza wakashinda vita na kuweza kupiga wa Iran. Sasa nafikiri ni swala ambalo sijajua kwa Muirani yeye anapata nguvu wapi, ama ni vile tu ambavyo tayari amekuwa na reserve, lakini pia na active soldier ambao amekuwa akijiamini bila ya kusaidiwa na nchi yoyote. Sasa tusubiri na tuangalie nini kitakachoweza kujiri baada ya Muisrael kupewa plan B na mfuasi wa Donald Trump ameni Raymond Kurzweil. Raymond Kurzweil ni mwanasayansi bora na mwanasayansi maarufu sana anayefahamika pia kuweza kufanya kazi tofauti za viongozi kama Donald Trump, lakini pia na viongozi kadha wa nchi ya Israel. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment, nafikiri itakuwa ni sehemu special kabisa ya kumwaga ujumbe wako na maoni yako kupitia hiki kinachoendelea baina ya Israel na Iran, lakini dondosha comment zako.